Na mtazamaji wa ITV, ni siku nyingine tena ambapo tunakutana katika kipindi cha usafiri wako, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali ikiwemo ya kuchukua tahadhari kuhusiana na chombo chako cha usafiri, ni kwa namna gani unaweza kukitunza ili uweze kukitumia kwa muda mrefu pasipo matatizo yoyote, ama yakitokea unaweza kuyakabili vipi. Jina langu naitwa Benjamin Mzinga, niko chuo cha taifa cha usafirishaji, ambapo hapa tutakujuza mengi elimu nyingi utaipata kupitia hapa ITV. Siko peke yangu, niko na mhandisi Pasco Due. Baada ya muda si mrefu sana atakuwepo hapa kukujuza ni nini ambacho ametuandalia kwa siku ya leo. Endelea kutazama usafiri wako. Jina langu ni Benjamin Mzinga. Mtazamaji wa ITV, mhandisi Pasco Due ndio tunaye hapa leo katika kipindi cha usafiri wako, ambapo mhandisi sasa utakwenda kutujuza watazamaji wetu wana shauku kubwa ya kufahamu leo utapenda kuzungumzia kitu gani, ili kuweza kutoa elimu kwa mtazamaji ambaye anatutazama kwa wakati huu, pengine nini ambacho tutakwenda kukigusia hasa kwa siku ya leo. Mhandisi Due. Vizuri. Naitwa Mr. Mhandisi Due. Naam. Kama ulivyonitambulisha. Ni kweli leo tutazungumza kuhusu mfumo maalum wa kupoza injini ya gari, na hasa tutazungumzia kile kimiminika kinachohusika kupoza injini ya gari. Kama unavyofahamu bwana Benja, injini yetu ya gari huwa inafanya kazi katika joto kubwa sana, na hilo joto linatakiwa lidhibitiwe, na udhibiti wake uko namna nyingi. Kama tulivyozungumza katika vipindi vilivyopita, unaweza kudhibiti kwa kutumia hewa, unaweza kudhibiti kwa kutumia maji. Sasa tunapozungumza hapa, tunazungumza maji maalum yanayoweza kupooza joto linalozalishwa kwenye engine na hatimaye kuokoa injini yetu isije kupata madhara inapokuwa ikizalisha nishati yake. Naam. Sasa tunapozungumzia maji maalum, nadhani unamaanisha coolant hapo. Coolant ya. Naam. Kumekuwa kuna aina mbalimbali kwa rangi zake vile, lakini kitendo cha kuwepo maji maalum, kuna ile kitu inaitwa kwa nini? Tuanze na hapo. Kwa nini mhandisi kuna maji maalum yasipo maji yoyote yale yakatumika kwa ajili ya kuweza kupozea engine? Kimsingi engine yetu inapozwa na maji. Naam. Maji yoyote unaweza kuchukua ukapoza. Ukachukua maji ya bombani, ukachukua maji ya wapi, ukapoza. Lakini utakapochukua maji ambayo sio maalum, maji ya kawaida, fahamu kwamba kuna uwezekano wa haya maji kwenda kutengeneza kutu ndani. Kuna uwezekano haya maji kwenda kufanya chochote kile zaidi ya kupooza engine, inaweza kufanya kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo tunatumia maji maalum ili kuzuia hayo maji kutofanya mambo mengine zaidi ya kazi iliyolengwa. Kazi iliyolengwa ni kwenda kupooza engine. Lakini wakati wa kupooza engine, haya maji pia vile yanaweza kupitia taratibu za kikemikali. Naam. Moja wapo ni kutengeneza kutu. Na kwa zile nchi za Ulaya inawezekana engine ukaiacha hapo au gari ukaiacha hapo kwa muda mrefu, siku 2, siku 3, baridi kali likaja likaangukia juu ya gari, yale maji yakaganda pia vile. Na pia vile kuna uwezekano wa haya maji yakawahi sana kuchemka. Kwa sababu taratibu za kuchemka maji ni degree 100. Lakini tunaweza tukawachelewesha yakaenda mpaka zaidi ya degree 100 ili yaweze kuchemka na kuweza kutoa mvuke. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza maji maalum ambayo yanaweza kusaidia injini yetu isipate kutu, kwa sababu uwepo wa kutu maana yake maji hapo. Maana yake hewa ipo. Sasa ili maji yetu yasitengeneze kutu, ili maji yetu yasije kaganda kwa nchi zile za Ulaya, pia vile ili maji yetu haya yasije yakawahi sana kuchemka, tunaweka vitu maalum ambavyo tunaita additives au vikolezo maalum kwenye hayo maji, na hatimaye maji yetu yakafanya kazi kwa vile tunavyotarajia. Kwa vile mnavyotarajia. Ukizungumza umezungumzia kwamba hayo maji ni maji maalum kwa sababu ya vitu ambavyo vinavyokuwa vinawekwa humo ndani mwake. Yeah. Na tunaposema mfumo wa rejeta nzima, mfumo wa upoozaji, kuna rejeta pale. Ile rejeta kuna aina mbalimbali za rejeta zinasababisha kuwepo aina mbalimbali za coolant pengine, ama rejeta ni ile kuwepo kwa aina za coolant kunaweza kumechangia kutokana na eneo ambapo inatumika, labda nchi zenye baridi na nchi ambazo zenye joto. Nataka kufahamu, maana kuna rangi tofauti za coolant, pengine nini sababu ya kuwepo aina mbalimbali za coolant pengine? Sawa, vizuri. Natumaini sasa hivi bwana Benjamin ameshakuwa mtaalamu mzuri wa magari. Naam. Mpaka unafahamu rejeta, unafahamu vitu vingine vizuri sana. Karibu sana kwenye uhandisi. Naam. Naam, ndo faida ya kuwepo katika kipindi cha usafiri wako. Unapata kufahamu mengi kama mimi ninavyofahamu. Sasa kuna rejeta, kuna aina mbalimbali. Naam, tujuze hapo mhandisi. Vizuri. Tunapozungumza rejeta, tunapozungumza feni ya gari na vitu vingine, hivi vyote vinasaidia kupooza yale maji ambayo tayari alikwisha kupata moto alipokwenda kwenye eneo la engine. Haya maji huwa yanazunguka, yanakwenda kwenye engine,
yanapata moto. Kupata moto kwake maana yake ni kuchukua lile joto na kulitoa nje ya engine. Inapotoa nje ya engine, yanakuja upande wa rejeta na sehemu nyingine ambayo tutaiona huku, yakifika yanaanza kupoozwa ili yawe ya baridi na kujiandaa tena kwenda kupooza engine. Kwa hiyo katika mzunguko wake ndio unaweza ukaona vifaa kama rejeta na feni ambavyo vinasaidia kupooza yale maji ambayo tayari yalikwisha kupata moto yalipoingia eneo la engine. Yakirudi yanaandaliwa tena kuwa ya baridi ili yaende kwenda kupooza tena yale maji. Kwa hiyo uwepo wa rejeta, uwepo wa feni unasaidia kupooza yale maji ambayo tayari yalikuwa yamekwenda kwenye engine kwa ajili ya kwenda kuipooza engine. Naam. Sasa nataka uniambie, nataka turudi hapo, tofauti yake kwa maana zile rangi pengine. Kuna namna ambayo maji maalum hayo yanakuwa tofauti kutokana na aina mbalimbali za rejeta au aina za magari, ama utofauti wake ukoje? Mbali na kwamba kazi yake kubwa, tofauti yake na maji ya kawaida ni kwamba ni maji maalum ya kupozea engine. Yanakuwa ili kutu isipatikane kwenye rejeta na kadhalika. Nataka uniambie sasa tofauti ya yale maji yenyewe licha ya kuwa na kazi moja. Kwa nini anakuwa tofauti? Vizuri. Sasa tukafungua tukaangalia vizuri. Sasa maji tuweze kufungua sasa. Ndio bwana Mzinga, tutakachokizungumza ni yale maji ambayo tunaweka ndani ya rejeta au tunaweka sehemu yoyote ambayo inahusiana na mfumo wa cooling, upoozaji, mfumo wa upoozaji. Naam. Sasa tahadhari kubwa katika kufungua hii mifuniko ya rejeta ambayo tunaweza tukaona hayo maji, mojawapo ni kuhakikisha kwamba engine imepoa. Engine imepoa kwa sababu maji haya ni ya moto sana. Utakaposhika ukifungua inaweza katoka hewa kwanza au mvuke unakuwa na joto kali sana, unaweza kukuumiza kuliko hata yale maji. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni tahadhari namba moja ni kuhakikisha kwamba engine imepoa. Huwezi kushika hapa kama engine ni ya moto. Kwa hiyo engine imepoa kabisa ndio unaweza ukajaribu kushika taratibu, ikiwezekana kwa kutumia kitambaa maalum au kifaa maalum. Hapo tunafungua kwa tahadhari kidogo. Ndio, kwa tahadhari taratibu kwa sababu inawezekana ikatoka hewa. Kwa hiyo ukifungua kwa mara ya kwanza unaona imenasa kidogo. Kwa hapo hewa kama ipo au ule mvuke mkali kama upo utatoka kwa wakati huo. Baada ya hapo sasa ukishaona imefikia sehemu imenasa ndio unafungua kwa kukamilisha, kwa kukandamiza kidogo unaitoa hii kitu yetu. Naam, Mfuniko wetu. Sasa tunaweza tukaona hayo maji na rangi yake. Hilo ndio tunaweza tukazungumza sana siku ya leo. Kwa nini haya maji yana rangi? Kwa nini yana rangi mbalimbali? Sasa bwana Mzinga, tumeweza kuiona hiki kimiminika chetu au maji maalum ambayo yanapooza engine. Haya maji yana rangi. Hii rangi ina kazi nyingi sana. Lakini tukazungumza kimsingi kazi kuu tatu ambazo zitamfaa mmiliki au mtumia gari au dereva. Akiwa anatambua matumizi sahihi ya hii rangi, anaweza akatendea haki mfumo wote huu na hivyo kuokoa engine. Kazi mojawapo ya hii rangi kwanza kabisa ni kutambulisha kimiminika maalum kwa ajili ya gari kulingana na mtengenezaji wa hii engine. Kwa sababu hizi engine zimetengenezwa katika material mbalimbali. Kuna aluminium, kuna calcium. Na ndani ya aluminium pia vile vile kuna material, kuna kemikali mbalimbali ambazo zimeboreshwa au zimewekwa ili kuifanya hiyo engine iwe bora kuliko engine ya kampuni nyingine ya gari nyingine. Sasa hizo ni siri za watengenezaji wa hizi engine. Kwa wanapofanya siri, maana yake mwisho wa siku zile material zilizotengeneza engine zinaweza zikazuliwa na haya maji. Kwa anaandaa maji maalum ili endane na ule mtiririko mzima wa uandaji wa kile chuma kilichotumika pale ndani. Kwa hiyo ukiweka maji ya kawaida unaweza kuzuru kile chuma. Na kile chuma kimewekwa kwa usiri fulani kulingana na ubora wa mtengenezaji wa hii gari, tofauti na gari nyingine. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuweza kutambua aina sahihi ya kimiminika unapokwenda kununua. Sio kimiminika chote kitaingia huko ndani. Unapokwenda kununua kimiminika, sawa, kimiminika cha gari hii kinatakiwa kiwe kina rangi fulani. Sio kawaida tukaweka maji ya kawaida. Kwa mfano, tunapozungumza gari yetu ya Toyota, wanatumia kimiminika chekundu. Lakini unapoona kimiminika hivi cha rangi ya kijani, sio nyumbani kwake hapo. Kwa hiyo inawezekana ikatoa madhara makubwa sana. Kama gari ya Toyota na mtengenezaji wa Toyota alihitaji kimiminika kiwe kina rangi nyekundu, wewe umeweka rangi ya kijani. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ukadhuru injini yako. Hiyo ni kazi ya kwanza. Katika kununua kimiminika ujue kimiminika halisi. Kwa hiyo utatafuta kwa kutumia rangi. Kazi ya pili ya hichi kimiminika ni kuweza katika ukaguzi. Wakati unakagua gari nyakati za asubuhi au nyakati za mchana, ndani kunakuwa na vimiminika vingi sana. Kuna oili ya engine, kuna oili ya gearbox, kuna maji maalum ya kuoshea kioo, wanasema windscreen washer. Kuna maji kuna kimiminika maalum kinachohusika na masuala ya brake. Sasa kuna uwezekano hivi vimiminika vikavuja.
Sasa wakati unakagua gari nyakati za asubuhi, unaweza kuona kule chini kuna kimiminika. Sasa hii rangi inaweza kukusaidia kutambua kimiminika kile ni kimiminika gani, kwamba yale ni maji ya kawaida, huenda yanatoka kwenye mfumo maalum wa hali ya hewa ndani ya gari, labda air conditioning, na yenyewe huwa ina tabia ya kutiririsha maji. Kwa hiyo utakapoona kwamba ni maji, haya maji ni ya kawaida, haya maji yametoka kwenye mfumo wa air conditioning system. Lakini utakapoona maji yanatiririka yenye rangi, unasema kuna tatizo la mfumo wa upozaji unatiririsha maji. Kwa wakati wa kukagua injini yako, utakapoona kimiminika cha rangi ile ambayo imetokana na mfumo wa upozaji, utasema mfumo wa upozaji wangu unavuja. Lakini ukaona maji mengine ambayo sio haya, pengine labda ni ya kuoshea kioo, pengine maji kutoka kwenye kwenye cooling, kwenye mambo ya AC, mfumo wa hali ya hewa ndani, na wenyewe unapooza unatiririsha maji. Kwa hiyo itakusaidia wewe kuweza kutambua yale maji unayoona chini kule wakati wa kukagua gari ni maji yanayotoka katika mfumo gani. Kwa hiyo namna ya pili ya kuweza kusaidia na kazi yake. Na namna ya tatu, haya maji huwa yanafanya kazi na mwisho yanachoka. Inachukua muda mrefu, inaweza kachukua pengine labda miezi kadhaa, inategemeana na mtengenezaji wa gari au umbali kadhaa ambao gari imekwenda. Huenda kilomita 30, kilomita 40, kilomita 60. Kwa hiyo inategemeana na mtengenezaji wa gari amekwambia kilomita ngapi utoe. Lakini kabla haijafika kilomita hizo, unaweza kukuta maji haya yameshaanza kuharibika. Kutokana na sababu mojawapo, inawezekana pengine labda ikaa tu gari hajaenda umbali huo, lakini imekaa tu ndani, kwa hiyo maji yameshaanza kuchoka. Kwa sasa unaweza kuona yamebadilisha rangi, huenda yamekuwa meusi, huenda yanakaribia kuwa meusi. Kwa hiyo itakusaidia wewe kutambua kwamba maji yaliyomo ndani ya mfumo wa upozaji sasa yamechoka. Kwa hiyo kazi ya tatu ni kuweza kutambua ubora wa haya maji, na ndio maana tumeweka hii rangi. Handisi, tunaona umetuambia hapo kuna coolant aina mbalimbali za rangi zake pengine. Sasa mtu ainishie pengine rangi, tukizungumzia nyekundu umetuambia kwenye Toyota, tukizungumzia kijani magari gani hasa, lakini vile vile hizi coolant zinatumika kwenye chombo cha usafiri kwenye magari peke yake, au kuna pikipiki zile zenye rejeta pengine zinaweza zikatumia mfumo huu wa coolant au zina aina yake pengine za coolant? Vizuri. Injini yoyote ikitengenezwa, na kama injini hiyo itatumia mfumo wa maji kupooza joto lake, basi kutakuwa kuna kimiminika maalum kwa ajili ya kupooza. Muundaji wa ile injini atakwambia katika kitabu chake cha kutunza gari, atakwambia aina maalum ya hiyo maji maalum ya kuwekwa ndani. Sasa kwa mfano, gari nyingi za Kijapani ambazo tunatumia katika nchi yetu, kwa hivyo tunatumia nyingi sana za Kijapani hapa katika nchi yetu, zinatumia coolant ya rangi ya kijani na rangi nyekundu. Na tunapozungumza nyekundu, ni kampuni ya Toyota. Kampuni ya Toyota na magari yake yote ya namna yoyote ya kutoka kampuni ya Toyota, wenyewe wameshauri magari yao yatumie kimiminika chenye rangi nyekundu. Lakini magari mengine ya Kijapani yanaweza yakatumia rangi ya kijani. Kwa hiyo utakwenda kuangalia kwenye manyo au kwenye ile kitabu maalum, magari mengi ya kutoka Japani ukiacha Toyota yanaweza kutumia rangi ya kijani. Lakini kampuni ya Toyota itatumia rangi nyekundu. Lakini kuna kimiminika kingine kinaweza kuwa rangi ya blue. Hii blue mara nyingi sana ni magari ya kutoka Korea. Magari ya kutoka Korea na kutoka Ulaya yanatumia sana blue. Haiwi tena kijani, haiwi tena nyekundu, itakuwa ni blue. Kwa hiyo wewe ukiwa unamiliki gari yako ya kutoka Korea au ikatoka Ulaya, ukifungua ukaona rangi sio blue, ni rangi nyingine, inabidi udoubt kidogo kwamba je, hii gari itachukua kimiminika chochote au tumeshakosea? Kwa sababu inawezekana mtengenezaji akasema weka kimiminika chochote, lakini mtengenezaji mwingine atakwambia usiweke kimiminika chochote. Gari ya kutoka Ulaya utaweka kimiminika cha blue, gari ya kutoka Korea utaweka kimiminika cha blue. Lakini haimaanishi kwamba basi zote za Korea zitaweka kimiminika cha blue. Kuna baadhi ya gari za Korea zinaweza zikaweka kijani, kuna baadhi, lakini zilizo nyingi zinatumia kimiminika cha blue. Pia vile vile kuna magari kutoka nchi ya Marekani, wale wana magari ya namna mbalimbali mengi sana. Kwa ushindani wao na wenyewe wameamua kuweka vimiminika mbalimbali. Unaweza kukuta rangi ya orange, ya njano, inaweza kawa pinki na kadhalika. Sasa zote zile ni kwa ajili ya umaalumu wa material zilizotumika kutengeneza ile engine. Kwa hiyo kama engine inataka rangi ya pinki itumike au kimiminika cha rangi ya pinki kitumike hapo, usibadilishe, weka kimiminika kile. Lakini ukaona gari imetoka Marekani ina kimiminika cha kijani,
inabidi ujiulize kidogo kwamba je, walitaka uweke kimiminika chochote? Lakini tunafahamu magari ya Marekani yanahitaji pinki au yanahitaji orange. Tunafahamu kama magari ya Japani yanahitaji green lakini sio pinki. Sasa unakuja kukuta umndani pinki na hii gari imetoka Japani, inabidi ufikirie kidogo mara mbili kujiuliza kwamba je, itaweza kuwekwa kimiminika chochote kile. Kwa hiyo wakati mwingine hizi zinawekwa kutokana na zoni maalum gari zilikotoka. Gari za Ulaya zinatumia kimiminika cha rangi fulani, gari za kutoka Korea zinatumia kimiminika fulani, gari za kutoka Japani kijani na nyekundu, na nyekundu maalum sana kwa gari za Toyota. Gari za Toyota. Tunapozungumzia kuna ule uhaba, pengine radiator imekosa maji, imepungua maji, na mtu anafikiria kwamba sasa hivi duka liko mbali kuweza kununua maji maalum hayo, hizo coolant. Anaweza akaweka akachanganya akaongezea maji ya kawaida kwenye maji maalum kama haya, na pengine nini kinaweza katokea mbali na hivyo? Sasa nini kifanyike sasa kama coolant hakuna kwa muda huo na mfumo wa upoozaji umeleta mwisho, kwa sababu hakuna maji maalum, hakuna maji kabisa? Anaweza akatumia maji ya kawaida, na pengine kama atatumia nini ambacho cha kufanya ili kuweza kunusuru sasa usafiri wake usiweze kumletea madhara huko mbele ya safari? Vizuri sana. Maji unaweza kaongeza kwa kutumia maji ya kawaida. Baada ya kuweka hii coolant unaweza kaongeza kwa kutumia maji ya kawaida. Lakini maji ya kawaida unayotakiwa kutumia uwe mwangalifu. Ni maji pekee yanaitwa distilled water kwa lugha ya Kiingereza. Maji maalum yaliyoandaliwa yameondolewa madini yote. Hata haya ya kunywa kuna uwezekano yakawa sio mazuri ya kunywa binadamu, kwa sababu kuna baadhi ya maji ya kunywa binadamu yanaweza kama yameboreshwa kwa ajili ya afya ya mwanadamu, yameongezwa madini mbalimbali. Kwa hiyo kuna uwezekano kwa sisi wataalamu au wahandisi wa magari tunaweza tukasema bwana, maji hata ya kunywa kuna uwezekano yakawa sio mazuri unless yakawa yameandikwa pure distilled water, kwa maana kwamba hajaongezwa kikolezo chochote. Kwa hiyo haya maji ambayo ni pure distilled water unaweza kuyapata kwa wale yale maduka ya betri, yanakuwa na maji maalum kwa matumizi ya betri. Kwa hiyo hata maji haya unaweza kuyapata, hayo yanaitwa pure distilled water. Kwa hiyo huwezi kuchukua maji ya kisimani, maji ya bombani, maji ya popote. Maji maalum yaliyoandikwa pure distilled water ndio yanawekwa humu ndani. Ukikosa hayo basi tumia hata maji ya kunywa, lakini sio maji ya bombani. Sio maji ya bombani. Sio maji ya bombani kabisa, wala maji ya mtoni, wala maji ya wapi. Basi ukikosa pure distilled wala water, maji ya mvua. Wala maji ya mvua. Pure distilled water ukikosa basi tumia hata haya maji ya binadamu, kwa sababu hiki chombo kinataka kiwe kina afya ya kutosha. Kwa hata afya yako pia vile vile hata unaweza kaweka ile maji yako ya kunywa. Mhandisi, mtu anaweza kujiuliza, mtazamaji, kwamba kuna mifuniko hapa mbalimbali. Kuna mfuniko huo wa kwanza, lakini kuna mfuniko wa pili hapa ambao umeandikwa coolant. Anaweza kutaka kujua sasa pengine ni wakati gani, ni muda gani, lakini vile vile ni wapi anatakiwa aweke maji yake maalum hayo, ni hapa au hapa? Vizuri Bwana Benjamin. Tunapozungumza kuhusu kuongeza au kutazama au kukagua hivi vimiminika, baada ya fundi kuongeza ya maji, kwa sababu mtu wa kawaida anaweza akaja akaongezea tu, lakini fundi atakapojaza kwa mara ya kwanza ya maji atajaza katika sehemu maalum. Kishajaza katika sehemu maalum ambayo ni upande wa rejeta. Akisha kamilisha kujaza, haya maji yakianza kufanya kazi huwa yana tabia ya kutanuka. Akishapata moto, yanapotanuka yanatoka yale yaliyozidi, yanaingia sehemu ya hiki kitenki. Kwa lugha ya Kiingereza au kwa lugha ya kitaalamu tunaita expansion tank, kwa maana ya kwamba ni tenki maalum ambalo linahifadhi maji yaliyozidi baada ya kutanuka, yanakuja yanahifadhiwa hapo. Sasa huyu dereva anaweza kawa ni mama wa nyumbani, anaweza kawa ni kijana, anaweza kawa ni mzee. Kwa hiyo sehemu ya namna hii ni sehemu ya hatari. Baada wakati wa kukagua nyakati za asubuhi, tunashauri sehemu hii iliyoandikwa coolant ndio ambayo inamhusu yeye sana. Kwa hiyo anaweza akaangalia coolant yake kupitia sehemu ya pembeni. Sehemu ya pembeni hapa unaweza ukaona hapa ndani kuna mistari imechorwa kiwango cha chini kabisa na kiwango cha juu cha hichi kimiminika chetu. Kwa hiyo sasa huyu mkaguzi au huyu dereva nyakati za asubuhi huku hakumhusu sana. Yeye atakapofika anaangalia hii sehemu bila hata kufungua, anaangalia hii sehemu, anaangalia hapa chini. Akiona kimiminika chake kimeshuka zaidi, kama mfumo unafanya kazi vizuri, hichi kimiminika huwa kinaongezeka na kupungua. Kinaongezeka na kupungua. Na unaweza usiongeze hata mwaka mzima. Hata mwaka mzima inawezekana, unaweza usiongeze. Lakini iwapo kitapungua kwa kiwango ambacho kinahitajika kiongezeke, sasa wewe ndio unaweza ukafungua hapa coolant yako
ukaiongeza hapa mpaka kwa kiwango kile kinachohitajika hapa. Kwa sasa kwa mtu wa kawaida anataka kuangalia coolant yake ni rangi gani, hapo alipo sasa hivi anaweza akaja kwenye hiki kifaa kimeandikwa coolant au kwenye mtungi maalum ulioandikwa coolant, akaangalia hapa pembeni akaona rangi ya ile coolant yake, akalinganisha na gari yake kwamba hii gari ni ya Kijapani lakini mbona coolant yake nyeusi au mbona nyeupe au nini, akaangalia hapo. Kama hajiridhishi au hajitoshelezi kabisa katika kuangalia hapa, anaweza akafunua akaangalia coolant yake ina rangi ya namna nyingine. Kwa hiyo kifaa hiki ni kwa ajili ya kuongezea maji kwa mtu ambaye ni mkaguzi au mtumiaji wa gari kwa kila siku, basi ataongezea maji hapa na sio hapa. Mhandisi, baada ya kufahamu haya matatizo yote, pengine kwamba mtu amechanganya vimiminika, baada ya kutumia kimiminika cha kupozea cha kijani ametumia cha blue, badala ya kutumia cha blue ametumia labda cha pinki. Sasa nini ambacho kama mhandisi utakwenda kumsaidia ili aweze kwenda sambamba na mfumo ambao unatakiwa kwenye mfumo wake wa upozaji, kuweka kimiminika kile maalum ambacho kinahitajika? Baada ya kugundua sasa hii ni kijani na inatakiwa labda nyekundu au inatakiwa blue, sasa blue tunarudishaje mfumo rasmi sasa wa kwake? Tunafanya nini kinachofanyika? Baada ya kukagua gari kama hii, kama tunavyoiona, gari hii ni moja ya gari ambayo limeshapata matatizo hayo. Baada ya kukagua na kugundua kwamba kimiminika kilichotumika sio sahihi, unashauriwa mara moja uilete mahali husika, sehemu husika kwa fundi wako, ipeleke karakana ikaondolewe hicho kimiminika ambacho kiliwekwa kimakosa. Ukiiacha itaendelea kufanya madhara. Kwa hiyo tayari inaweza ikawa imeshaendelea kufanya madhara. Kwa hiyo inatakiwa kiondolewe chote, sio tena kuongezea juu yake, inatakiwa kiondolewe chote kitaalamu. Kwa hiyo kwa mfano kama gari hii ni ya kampuni ya Toyota. Kampuni ya Toyota imeshauri magari yao yote duniani iwe rangi nyekundu, lakini hata hivyo wanaweza wakaandaa rangi nyingine zaidi, lakini unaona kabisa nembo ya Toyota kwamba wameshauri kwamba utumie rangi ya pinki. Kwa mfano kama hii hapa ni rangi ya pinki, ila kampuni ya Toyota wenyewe hatujaamua sisi kuweka kimiminika chochote. Kwa hiyo unaweza kukuta mwandaaji wa hii gari amesema sasa unaweza kutumia hata pinki. Huenda sasa hivi wameandaa magari yao kwamba hata pinki inaweza ikatumika. Kwa hiyo sio maamuzi ya mtumiaji wa gari, ni maamuzi ya mtengenezaji wa hizi engine. Kwa mfano kama kimiminika hiki sisi tumeangalia ni kutoka kampuni ya Toyota, na Toyota wenyewe wametaka iwe rangi ya pinki au hata nyekundu. Sasa hivi tunatumia rangi ya pinki, lakini ni kutoka kwa mshauri mwenyewe wa kampuni ya Toyota. Sasa tukaiona na rangi yenyewe inaweza ikawa ni pinki kama ifuatavyo. Naam. Lakini hatukuamua tu kuweka, tumetoa kwenye kopo maalum ambalo ni kampuni ya Toyota imeshauri tuweke. Naam. Na pengine ujazo wake, maana naona ujazo wake pengine hauwezi kuwa ni mdogo katika rejeta yetu, pengine au inakuwaje kwenye chupa? Maana hii nadhani ni lita moja. Sasa pengine kuna lita ngapi zitatoka ziingie huko? Vizuri. Hili ni swala la fundi mwenyewe, na unaweza kutumia vikopo 5, 6, 7 na kadhalika. Kwa hiyo utakapokuwa unaweka mtengenezaji wa gari atakwambia uweke lita ngapi. Na fundi atasoma kwenye kile kitabu maalum cha kuweka maji hayo. Kwa hiyo atakapokuwa anajaza anaweka kopo la kwanza, la pili, mpaka atakapokuja kuona kwamba sasa maji yametosha. Kwa hiyo haiwezekani kaweka moja tu au mbili. Unaweza kaweka makopo 3, 4, na kuna wakati mwingine mshauri au huyu mwandaaji wa hizi engine anaanza kuambia weka haya makopo 3 tu ya hiki kimiminika, alafu 3 yaliyobaki weka maji ya kawaida. Anaweza akakwambia hivyo. Changanya. Sio lazima ukaweka yote. Lakini yale distilled water. Kwa hiyo anaweza akakwambia weka haya 3 na 3 mengine weka maji ya kawaida. Kuna uwezekano akafanya hivyo, au akakwambia weka haya tu moja kwa moja. Mtazamaji wa ITV, huyo ni mhandisi Pascal Due kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, ambapo amekuwa akizungumzia kwa ujumla wake mfumo wa upozaji katika kipengele cha coolant, ambapo faida za coolant, kazi yake, na pengine nini kinaweza kikasababisha matatizo kwenye chombo chako cha usafiri ama mfumo wako wa upozaji ikiwa tu maji maalum hayapo ya kupozea usafiri wako ama injini yako. Sasa ule wasaa wa tahadhari ndio umewadia. Tahadhari zipi ambazo zinatakiwa zichukuliwe katika mfumo mzima wa upozaji kwenye upande wa coolant, upande wa maji maalum ya upozaji? Katika tahadhari ambazo tunatakiwa tuzifuate katika kimiminika maalum cha upozaji wa engine, leo tunataka kuzungumza tahadhari kuu 3. Tahadhari ya kwanza inahusu kimiminika chenyewe. Hiki kimiminika ni sumu.
Hakitakiwi kabisa kuchanganyikana na vyakula au mtu kunywa au kuonja au kufanya chochote. Kwa hiyo ni sumu kwa matumizi ya binadamu, ni sumu. Kwa hiyo ikatokea kwa bahati mbaya mtu amekunywa kwa bahati mbaya au imeingia kwenye chakula, ajue kwamba tayari chakula chake kimeshaingia sumu. Kwa hiyo atakapokunywa anatakiwa aondoke na hichi kifaa mara moja kwenda sehemu husika, tunazungumza hospitali, na kuonyesha kwamba nimekunywa kifaa fulani, nimekunywa kimiminika fulani, na hivyo nahitaji matibabu kwenda na hichi kimiminika. Kwa hiyo tahadhari ya kwanza ni kwamba hichi ni kimiminika ambacho ni sumu. Tahadhari ya pili ni katika uchaguzi wa hivi vimiminika katika magari yetu. Kwa hiyo muda wote mtengenezaji wa gari anashauri kimiminika maalum kitumike kwenye injini yake. Sio maamuzi ya mtumiaji wa gari kuweka kimiminika chochote kile. Kwa hiyo unatakiwa uchukue tahadhari ya hali ya juu sana unapotaka kutumia kimiminika maalum kwenye gari yako. Unaweza kukuta kimiminika ni cha kijani, usiamue tu wewe mwenyewe kuweka kimiminika kingine ilimradi tu kwa sababu ni coolant. Kwa hiyo unachukua tahadhari ya hali ya juu kuweka kimiminika kinachostahili. Kwa mfano kama hapa kampuni ya Toyota inaweka kimiminika chekundu, lakini hata hivyo wameleta tena bidhaa pia vile vile inasema hata kimiminika cha pinki kinaweza kuruhusiwa kaingia hapa, lakini ni kutoka kwa mtengenezaji wa gari ameshauri tuweke kimiminika cha namna hiyo. Kwa hiyo inabidi uchukue tahadhari wewe unayetumia gari. Unapoweka kimiminika tofauti na kile ambacho mtengenezaji wa gari ameshauri, unaua injini yako. Inaweza kufika hatua hii injini ikatafunwa mle ndani, badala ya kuzuia kutu ikashindwa kuzuia kutu, hichi kimiminika ikaendelea kutafuna injini au ikaendelea kutafuna hii rejeta. Rejeta na yenyewe inaweza ikaumia kutokana na kimiminika ambacho sio sahihi. Kwa hiyo inabidi uchukue tahadhari kuweka kimiminika ambacho kimeshauriwa na mtengenezaji wa gari, kiweka kimiminika cha namna gani. Tahadhari ya tatu ni baada ya kutumia kimiminika hiki ndani ya gari, haishauriwi kumwaga popote pale. Kwa hiyo chukua tahadhari dhidi ya mazingira, uchafuzi wa mazingira. Kama nilivyokuambia, hii ni sumu. Kwa hiyo kama si binadamu atakunywa, basi anaweza akanywa mnyama au inaweza ikaenda kwenye mimea ikadhuru mimea au kitu kingine chochote ambacho ni cha kimazingira. Kwa hiyo tahadhari ya tatu itahusu sana namna ya kuandaa utoaji wa kimiminika ambacho hakifai tena. Kwa hiyo inabidi kihifadhiwe, kitunzwe, kiende kihifadhiwe sehemu maalum. Hakiwezi kamwagwa popote pale. Kwa hiyo chukua tahadhari wakati wa kuondoa kimiminika ambacho kimeshakwisha muda wake, kihifadhi, usimwage sehemu yoyote. Hivyo basi, na imani kwa tahadhari hizo, mmiliki wa gari au mtumiaji wa gari unapaswa uzizingatie kwa faida yako wewe binadamu, kwa faida ya chombo hiki, kwa faida ya mazingira. Unapaswa uchukue tahadhari hizi ili uweze kuokoa maisha ya watoto wako nyumbani pale, majirani. Ukatupa kopo hili chini, wakanywa wakafikiri juice, tambue kwamba ni sumu. Pia vile vile gari inaweza kawa kimiminika ambacho sio sahihi ikazulika. Pia vile vile kimiminika ambacho kimeshatumika kihifadhiwe sehemu maalum, kisitupwe hovyo kwa faida ya mazingira. Wamezungumza kitu kizuri kabisa kwamba ni muhimu kutunza mazingira yetu yanayotuzunguka. Hata mafundi nadhani pia nao kwa namna moja nyingine, popote kule kwenye magari yuko ambapo walipo, wanatakiwa watunze mazingira. Fundi mjuzi, mhandisi, pengine ungetutokezea fundi mjuzi anatakiwa aweje? Fundi ambaye mwenye nidhamu ya kazi, ikiwa pamoja na kutunza mazingira, lakini kingine pia ili kuweza kutoa elimu katika sehemu kama hiyo. Vizuri kabisa. Tunasema fundi mjuzi au kwa Kiingereza nasema professional technician, lazima ajali kwanza mazingira. Naam. Kwa sababu akiharibu mazingira hata hii gari haitaweza kuishi. Akiharibu mazingira yeye mwenyewe hawezi kuishi. Kwa hiyo ajali kwanza mazingira. Baada ya kutengeneza chombo, mazingira aliyakuta salama, ayaache salama. Kwa hiyo fundi yoyote popote pale, mazingira kwanza, vingine vinafuata. Kufikia hapo ndio tamati ya kipindi cha usafiri wako, ambapo ulikuwa na mhandisi Pasco Duo kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji akizungumzia vimiminika maalum vinavyotumika kupozea injini ya usafiri wako. Nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyofuata mpaka juma lijalo. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.
ITV Super Brand Afrika Mashariki.